Namni katika uwanja wa KMC Complex hapa Mwenge jijini Dar es Salaam kwenda kushuhudia mchezo wa dabi ya watani wa jadi Simba na Yanga, lakini kwa upande huu ni wa mashabiki wakija kuonyeshana nini ambacho kinapaswa kufanyika katika mchezo huu. Tayari kabisa kujenga ule utani wa jadi zaidi. Hussein Kacheche na huyu ni mlinda mlango Mohamed Khadar. Kwa upande wa Yanga mashabiki, mlinda mlango shughuli imekuwa pevu. Hussein Kacheche maarufu Kobis mwili nyumba, mlinda mlango pengine kabla ya mambo hayajaanza. Mabadiliko kwa Yanga. Golikipa mmoja Kobis amepata injury. Anatoka nafasi yake kuchukua Hussein Kacheche. Haya, huyo ndio Hussein Kacheche sasa. Haya, na kandanda limekwisha anza. Karibu sana katika uwanja huu wa KMC Complex. Malcolm Mwambungu, lakini anacheza uzuri defender ule. Kwa mwalimu Yanga wanajaribu kuonana, pokonywa. Kuna haya kapitana yao kule Cholo, lakini Beni Fao yuko nyuma, mpira ni Tobias alikwenda anaiweka ndani kugonga jakambani. Tobias Sebastian anatanguliza Simba namna hii na anang'ata namna hii. Tobias anaambia mmezungumza sana, mimi ndo Tobias Sebastian, miongoni mwa vijana wa pale katika kitengo cha online kwa wekundu wa Msimbazi, na wakitamba namna hii. Aga namna hiyo, raha kufunga wakitangulia katika kitengo cha Simba. Hiyo hapo walipiga kenda moja kwa moja, iligonga Besele kajaa ndani. Hiyo hapo nyama anatembea hiyo kwa ubora mkubwa, pigwa na kijana huyo. Ni vibe la mashabiki wa Simba, na huyo ni kijana ambaye ana 1 2 3 Alikamwe anayepiga chini kwa pembeni kule, nafasi kule, lakini simama vizuri kabisa kule. Haya ni vibe kwa mashabiki. Ahmed Alikamwe yule kampiga Ahmed Ali kanzu, sijui ataijibu atafanyaje. Tizama Alikamwe hiyo, alikwenda kumpa ama timu ya taifa. Haya Mwambungu Malcolm pokonywa kule, nawekwa ndani, kuna nafasi huko, lakini kwenda kunyaka kwa uzuri kabisa kule. Mohamed Khadar Meja Nabii anatambaliza huku, nafasi nyingine tena huko, lakini ni offside. Ana energy kubwa. Haya kumekucha, kapiga outer pass. Miongoni mwa mashabiki wa Simba ambao wanaongea sana, anaonyesha kwamba sio kwamba anaongea tu, lakini kalizua jambo. Mohamed Hamis, nafasi nyingine tena kwa Mohamed Hamis. Haya KMC panazidi kunoga. Mohamed Hamis akiamsha shangwe la mashabiki, lakini kosa ambalo limekwenda kufanywa na defender akitaka kulipa. Tizama ilivyokuwa hiyo hapo, hiyo alitaka kupiga machejo yale, lakini kilichomtokea anajua mwenyewe. Ni Mohamed Hamis hakwenda kufanya ajizi. Zinahitaji mazoezi sana zile. Kama huna mazoezi unaziona kwenye video,
itakugharimu, na ndo ilivyo mgharimu. Mohamed Hamisi anaweka chuma cha pili kwa mashabiki wa Simba. Simba 2. Mama Johnny Boko, mshabiki anajiita hivyo. Haya, nafasi nyingine tena kule, anajaribisha shuti kule kwenda nje. Kwani tizama namna ambavyo alikwenda kuvuta ile Peter Hemed. Yes. Kapigwa mtudari kule, sasa ni pigwa mpira mrefu, lakini Ali Kamwe akichukua jezi ya Pacome Zouzoua. Wanataka kutoa timu, ambia akubali, ambia tokeni, hataki kucheza kwa haya. Hiyo ndo heka ama ndo furaha ya watani wa jadi. Subiri, tayari zimeshaingia chuma 2. Na kikao cha dharura haya, washakubaliana ikiwa nafasi. Baraka Sekeli anaizungusha ndani huku, nafasi lakini anayekwenda kuiwahi kule na Meja akinyanyaka uzuri kabisa kule. Mohamed Gidhar, Simon Malenga anambia tulia kabisa, hiyo hapo iko ndani, lakini tiktak ambayo alitaka kupiga ile Meja Nabii, wanakuja na comeback kapitana kule. Haya yakewa pita Sekeli nafasi sema nini, nasema hakuna kitu, kwenda kuunyaka kwa Mohamed Gidhar. Mwamuzi Tatu Malogo anasema mchezo uendelee. Haya, ngoja tuone. Ahmed Ali, tazama alipita nayo ile Sekeli Tobi, hiyo hapo nayo kule Mchili, weka ndani kule, kwenda kubutua kule, na bado Yanga anataka kufanya comeback, na weka ndani kule, kwenda nje. Ali Kamwe akifoka namna gani wachezaji wake wanashindwa kufanya vema. Kumbuka pia Ali Kamwe pia ni kocha. Kupa Hamis chukua jukumu la kupiga kona ile. Kupa Hamis anaweka chini huko, lakini kataliwa tena kule, anakutana nayo tena Kupa. Ni foul. Jezi mguuni namba 4. Haya, anaweka ndani kule, kataliwa kule, kataa kule. Mchili, nafasi adhimu kwa Yanga mashabiki wake, lakini ndosha kabisa kule Mako Mwambungu. Na mwamuzi asema kipindi cha kwanza kimekamilika, lakini kwa upande wa mashabiki, na karibu sana katika uwanja wa KMC Complex. Napigwa chini kule, lakini apiga mpira alikufa kwenye zama mpira wa free kick ambayo alikwenda moja kwa moja, lakini shabiki wa Yanga, kwa upande wa mashabiki wa Yanga, mashabiki wao ndo hao, ni furaha, ni utani wa jadi. Anapita naye kule, mwalimu katolewa chakula nje kule. Anasema watu wameingia uwanjani. Mashabiki wameingia uwanjani, lakini kandanda linaendelea. Haya,
hawataki. Mashabiki wa Yanga, msemaji wa Yanga akiwaambia punguzeni munkar tumalize, ndo football. Upande wa mashabiki wa Yanga wakijaribu kuwatuliza wenzao kwamba tulieni, sema tulieni. Wako mbele kwa mabao mawili. Huyo mshabiki akaa katikati ya uwanja, sema uanzishwi. Kwa Simba tu ni furaha. Endelea kulipia kingamuzi chako tu. Kumbuka AFCON haiko mbali, ni hii leo. Litaendelea kweli ama la? Ni vikao. Hii itabaki kuwa hivi hivi. Tambo zitaendelea kwamba ilikuwaje. Mwamuzi Tatu Malogo anasemaje? Ngoja tumtizame. Haya, kwa hali ilivyo, ni furaha kwa Simba ambao walikuwa na mabao mawili. Kwa mujibu wa taratibu ni kwamba mechi imemalizika na Simba ameibuka mshindi wa mabao mawili kwa sifuri, na kiuhalisia anaondoka na kombe. Mechi imemalizika kwa mtindo wa namna yake. Zile tambo sasa zimemalizika kwa namna hii, lakini haziwezi kuisha kiaina namna hii. Kwa upande wa Yanga pia bado nao wanashangilia, kiwa wakishangilia kibabe.